Mimi nimekuja hapa si kwamba ninakufahamu, nimekuja hapa kukutia moyo, lakini pia kukupongeza na tushirikiane kulisongesha hili gurudumu sisi kama wanawake chuma. Mwanamke chuma hatakiwi kwenda peke yake. Mwanamke chuma anatakiwa mshike mwanamke mwingine ili safari tufike kwa haraka lakini kwa kishindo. Na mimi nikwambie tu kweli mdogo wangu kwamba kwa hiki unachokifanya lazima tukupe support. Tutashirikiana kwa hali na mali ili chuo chako kiendelee kukua, si ndio? Lakini pia ndugu zangu wahitimu, leo tunazungumza machache. Nimefurahi kwamba mlikuwa 10 lakini walioshindwa ni 4 tu. 6 mmeweza kufaulu. Niwapongeze. Kule chuoni nina imani kwanza hiki ni kitu ambacho ni cha kwenu, ni kipaji chenu, si ndio? Lakini mmekuja kuongeza ujuzi. Huko mlipokuwa mlikuwa mnashona ndoto zenu, lakini kuanzia kesho mnakwenda kuyashona maisha. Yaani kile mlichojifunza kule kutunga sindano, si kuchezesha mashine, sasa huku nje tunataka mtuonyeshe uwezo wenu upoje. Yale mliojifunza huku mmeyabeba. Na kazi ya ufundi si kazi ya kuamka ukaenda kukata kitambaa, hapana. Ni kazi ambayo kwanza inahitaji akili, lakini ni kazi ambayo inahitaji moyo wako upoje, unaipenda hiyo kazi, na ni kazi ambayo inahitaji ubunifu sana. Kwa hiyo niwaombe huko mnapokwenda, tumieni akili, tumieni moyo, tumieni juhudi na muendelee kuwa wabunifu. Mtamsaidia pia hata Mama Abu kupata wanafunzi wengi zaidi, lakini na ninyi kujitengeneza kuwa zaidi ya Mama Abu. Tunategemea ubunifu, yani tukiwa tunazungumzia wabunifu wa Tanzania, basi wabunifu wa Kahama muweze kupeperusha bendera. Tuweze kujua kabisa kwamba pale kwa Mama Abu wametoka watu wenye vipaji, wametoka watu ambao ni wabunifu. Na mimi nitampigia Mama Abu siku moja nimwambie na vitenge vyangu kadhaa, naomba wanafunzi wako wakanishonee. Na hiyo na imani nitakuwa nimewasupport. Wazazi, nami niwashukuru sana, make mngeweza kuacha hawa wadogo zangu wakakaa tu nyumbani na hakuna ambaye angewahoji. Lakini mmeona kabisa kwamba nguvu ya mwanamke sasa hivi ni kipato chake. Kipato anakipata wapi? Anakipata kwenye kupambana. Hakuna pesa ambayo inakuja kwa mtu aliyekaa. Uongo kweli? Pesa inamfuata mtu anayejituma. Kwa hiyo wazazi, mimi nawapongezeni sana na nawashukuru sana kwamba mliona nguvu ya hawa mabinti ni kuwapeleka kujifunza kuwa na ujuzi ili wasaidie kuendesha maisha yao. Kwa hiyo niwaombe hata huko nyumbani kama kuna mabinti wengine au vijana, muendelee kuwatoa. Kama hakuna uwezekano wa kuwapeleka shule ama wamemaliza shule, basi ni vizuri wakajiunga na vyuo vya ufundi ili waweze kupata uzoefu wa kuendeleza maisha yao kupitia kazi za ufundi. Wazazi, tulishirikiana toka mwanzo. Naomba mkawashike mkono hawa mabinti. Nimewafundisha, nina uhakika wana uwezo wa kufanya kazi vizuri. Kwa hiyo kawashikeni mkono kwa kuwafungulia ofisi ili waweze kuendeleza kazi zao kama walivyokuwa wakifanya toka mwanzo. Ni vyema kumpatia mtoto ujuzi kuliko kumwacha mtaani alandelande. Ukifanya hivyo anaweza kujipatia ujuzi wake, yani kazi yake ya baadaye ambayo itamwepusha yeye kuwa tegemezi hasa kwa watoto wa kike. Kwa majina naitwa Teresia Daniel. Na washauri wazazi au walezi wa wanafunzi, yani wawalete watoto wao ili wajifunze. Fani sio kushona tu, zipo fani nyingi. Wapo kusuka pamoja na kushona. Ila tunawashauri tu waje wakabidhi kwa Mama Abu, maana Mama Abu ni pamoja na mzazi, anawalea wanafunzi kama watoto wake.